Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam imeendelea kusikiliza kesi ya mwenyekiti kesi ya Jamhuri dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mughwai Lissu, ambaye ni kesi ya uhaini. Leo upande wa Jamhuri umeweza kuleta mashahidi wawili. Mmoja alikuwa anatokea Songea, anafanya kazi ya kimachinga, na mwingine ni askari polisi kutokea kule mkoa wa Kilimanjaro pale mjini Moshi. Mashahidi hao wote wawili wameweza kutoa ushahidi wao na wameweza kuhojiwa kwa ukamilifu maswali yale ya mabezo na ya kuchanganywa ya mwenyekiti Tundu Antipas Mughwai Lissu, ambaye ameweza kuonyesha kwamba ushahidi wao kwa sehemu kubwa unatofautiana kile ambacho maelezo ambayo aliandika polisi. Ile tarehe moja amesema kwamba mnamo tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 alikwenda polisi kule Moshi kule Songea akaandikisha maelezo yake, lakini alipokuja kuhojiwa maswali na mwenyekiti Tundu Lissu, kwa sehemu kubwa ilikuwa ni kwamba mengi ambayo ameyasema leo ni maneno ambayo ameongeza hayamo katika tamko lake lile, na alikuwa vitu vingi akiulizwa anasema ajui. Sasa wa mashahidi hao wameweza kutoa ushahidi wao. Mwenyekiti ameweza kuonyesha kabisa kwamba wao sio mashahidi wa kuaminika, ni maoni ambayo tumeweza kuyaona, na kwamba ni mashahidi ambao basi wao wamekuja. Mmoja wao amesema kwamba alitakiwa tu baadaye tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 abadilishe ushahidi ambaye alikuwa ameshikwa kwamba amehamasika kutokana na kauli za mwenyekiti Tundu Lissu, kwamba sasa amegeuzwa kutoka kuwa mtuhumiwa na amegeuka kuwa shahidi. Hayo ndio ambayo wameyafanya. Kwa hiyo na mwenyekiti alikuwa anakazania kuonyesha kwamba watu wanabadilisha magoli. Yaani mpira tunafahamu huko sehemu fulani, lakini mtu akitaka kufunga goli unahamisha goli. Kwa hiyo ni kwamba unabadilisha, wazungu wanasema it's a moving target. Kwa hiyo sio kitu kizuri. Na ningeweza kuita kama ni moving prosecution. Kwa hiyo hali imekuwa sio nzuri, imekuwa ni ya kusikitisha, lakini mwisho wa siku mahakama ndiyo ambayo itakayoamua kwamba kama kuna kesi ya mwenyekiti kujibu, na kama kuna vivyo mwisho wa siku kama ana hatia. Kwa hiyo nadhani ambayo ni hoja ambayo ningependa kuizungumzia leo, kwamba mashahidi wawili ambao wametoa ushahidi leo, ushahidi wao umeweza kukanyagwa na kusinyangwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu, kuonyesha kwamba si mashahidi wa kuaminika, na ushahidi wao kwa kweli hauna uzito wowote ule na kwamba kwenye kesi hiyo. Na alikuwa anajiuliza kama mtu nimekaa miaka 10 miezi 10 mahabusu kutokana na ushahidi wa aina hii. Yule ambaye jana tulimsikia na hao wawili walikuja leo, kama jana nilivyosema, it's painful to listen and to watch. Yaani angalau wazungu wanasema it's so painful to listen and watch. It was a spectacle. Yaani ni mambo ambayo yanasikitisha. Lakini ndio nchi yetu. Hapo ndipo tulipo. Ukitaka kujua jinsi gani tumeporomoka, ndio tumefikishwa huko. Kuna shimo ambalo tumepelekwa huko la Bermuda Triangle, tuko katika hali ngumu. Sasa hayo ndio ambayo nataka kuyasema kuhusiana na kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Mughwai Lissu. Lakini kuna swala moja la msingi sana ambalo limejitokeza leo tukiwa tunaendelea mahakamani. Kuna wale ambao wamefungua kesi dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ile Said Issa Mohamed na wenzake wawili. Mawakili wao leo wamezungumza wakipinga ile kauli ambayo tulitoa kama chama, na nikiwa nimesaidiwa na mimi kama mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, nikisema kwamba lile zuio la mahakama hii katika kesi ya Said Mohamed Issa na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Civil Cause number 8323 ya mwaka 2025, kwamba ile amri ilifikia ukomo wake tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2025. Wao wanasema madhari jaji aliandika kwamba itadumu mpaka kesi itakapoamliwa, basi ile amri ipo. Napenda kusema wazi kwamba sheria iko wazi. Sheria hii wazi kwamba amri yoyote ile ya zuio uwai wake ni miezi 6. Ndio sheria inavyosema. Ni amri ya 3, kanuni ya 3 ya amri ya 37 ya sheria za mwenendo wa kesi za jinai za madai, inasema amri ya zuio uwai wake jaji anaweza kutoa muda wote ule, lakini hawezi kuzidi miezi 6.
Na kama miezi 6 imekwisha, unakwenda mahakamani, unamwambia jaji miezi 6 nini imekwisha. Wao leo wamegeuza gia angani na kusema kwamba kesi hiyo ile amri inadumu mpaka kesi itakapokwisha. Mimi nasema hivi, jaji wakati anatoa amri hiyo alitegemea pengine kesi itakuja ndani ya miezi mingapi? 6, huenda itachukua huo muda mrefu hiyo. Kwa hiyo anasema kwamba mpaka kesi itakapokwisha, huenda itegemea itakuja ndani ya miezi 6. Sasa madhali miezi 6 imepita, wao walikuwa na jukumu la kisheria na ndivyo uamuzi wa African Trophy Hunting, kesi African Trophy Hunting ya mahakama ya rufaa, ambayo ni mahakama iliko juu ya mahakama hii, ambayo inasema amri ikishafisha haiwezi kavuka miezi 6, na kama miezi 6 ikisha ile amri ina lapse, si ndio? Ndio maana ya collapse, kwa maana nini? Inakuwa dormant. Kwa hiyo sasa tunataka kubishania masuala ya kisheria. Hao vijana ni mwakili vijana, na ukiwa ni mwakili mdogo ambaye ni mzee katika fani hii, miaka 30 si haba ya uwakili, nasema wala siweki maneno, kwa sababu ni maamuzi ya mahakama ya rufaa ambayo sisi wote kama wanasheria, awe Jaji Mwanga awe na wale vijana wote tunatakiwa nini? Kuyaheshimu. Mahakama ya rufaa ilisema ni kwamba amri ya zuio haizidi miezi mingapi? 6. Sasa wewe hiyo kwamba inadumu kudumu, hiyo unaitoa wapi? Na jaji sema, kama ukiniambia kama Jaji Mwanga ali mamlaka kutoa zaidi ya miezi 6, hiyo mamlaka anayatoa wapi? Hana. Lakini yeye sisi atasema Jaji Mwanga alikosea. Jaji Mwanga alitegemea pengine nafasi zetu malizika nini ndani ya miezi hiyo, kwamba huenda kesi inaweza kukaa siku 2, mwezi mmoja, miezi 2, miezi 3. Kwa hiyo mpaka kesi itakapokwisha hiyo amri haina shida. Madhari imevuka miezi 6, maana yake ile kutokana na kesi ya African Trophy Hunting ni kwamba ile amri ilifanya nini? Ilikwisha. Wao walikuwa na jukumu la kwenda mahakamani na kuomba kuihuisha au kuiongezea muda, au kufanya hivyo. Sasa sisi hatuwezi kuwa mama zao. Mama yako anaweza kukupatia hata ambacho hujaomba. Sisi hatuwezi kukupa kile ambacho hujaomba. Ukuomba umeuna, si ndio? Hata mambo ya kanisani wanasema ombeni mtapewa, si ndio? Nyinyi hamjaomba. Na sheria iko wazi kabisa. Kuna maamuzi ya mahakama ya rufaa, kuna sheria yenyewe inasema, CPC inasema wazi kabisa kwamba amri ya zuio haina uhai zaidi ya miezi mingapi? 6. Sasa hiyo tunaanza kubishana hapa, kuanza kutaka kutishiana. Hatuwezi tukatishika, ndugu zangu. Sisi swala ni kwamba hiki chama sio chama cha watu wale ambao wanaingia mtero, kwamba wakiambiwa mikia inafanya nini inaingia kwenye vitovu, kwenye matumbo. Hapana, si ndio? Sisi ni chama ambacho kinatakiwa kuwa madarakani, ni chama kikubwa cha siasa kushinda vyama vyote vile, ni chama ambacho kinataka kuhakikisha kama nchi hii inaongozwa kwa utawala wa sheria. Sisi chama chetu hakibwatuki. Unasikia? Sisi ni chama cha watu ambao hawabwatuki, watu ambao wako makini, ambao wanataka kufanya nini? Kubadilisha. Unaweza kuangalia, wewe sikiliza viongozi wetu wakizungumza, wanabwatuka, wanaongea. Sasa kwa hiyo lazima uangalie tofauti hiyo, maana hao watu wamelelewa, wamefundwa, wana malezi mazuri ya wazazi wao. Wenzetu ambao wamebwatuka, tunaweza kujua wamelelewa namna gani. Tunafahamu wabwatukaji unapatikana wapi. Sasa sisi chama hiki sio chama cha wabwatukaji, ni chama cha watu wenye akili njema kabisa, akili zao ni nzuri kabisa, wanafuata sheria za nchi hii, wanapenda utawala wa sheria. Ndio maana amri ilivyotoka, licha ya kwamba ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi, hiki chama kama mwanasheria mkuu alisema tutatii amri ya mahakama. Ili walikuwa Tabora, walikuwa kote walikokuwa, nikasema simama, amri ya mahakama imetoka, iheshimu ni amri ya mahakama, mrudi. Na tukalamika tukasema kwa ile amri hata magari tokea tuiache barabarani. Lakini tukasema tukaje hapa, tumeeleza mahakama yote na tukaambia mahakama hii kwamba vile vile mmetoa amri ambaye imekiuka uamuzi wa mahakama ya rufaa kwenye kesi ya Agustino Natonga Mrema na wenzake wawili kwenye kesi ya TLO pia mwaka 99, ambayo mahakama ya rufaa vile vile ilisema uwezi ukatoa amri ya zuio kwa shughuli za kisiasa. Wewe yani hapa kumekuwa na pattern ya hiki chama kufanya nini? Kuonewa na kuteswa. Mwaka wa uchaguzi unazuia chama cha siasa kisifanye nini? Siasa. Wewe unania njema na hicho chama? Je, hata ile kesi ambayo ni ya msingi inahusika vipi na watu wamezuiwa kufanya siasa? Lakini tunafahamu ilikuwa inaendelea mwaka ule 2025. Shetani alikuwa kazini. Chadema haikushiriki kwenye uchaguzi wa 2025.
watu wake walikaa majumbani, bahati mbaya wengine wakafanya nini, walikuwa katika shughuli zao za kawaida, wakafanya nini, wakauawa. Waliwaona watu ambao hawaheshimu hata ibara ya 14 ya katiba ya nchi ambayo inasema kila mtu ana nini, ana haki ya kuishi na kupata hifadhi ya maisha yake kutoka nini, kwa jamii. Sasa sisi ni chama cha wapenda sheria, tunaheshimu sheria, utawala wa sheria. Sasa kwa sababu tunaheshimu sheria, tunasema ile amri imekwisha. Kama mna shida, mnataka tena amri nyingine, fungueni maombi tu mengine, mkaombe hiyo amri, tukutane mahakamani, tuwasilishe hoja na mwisho wa siku. Lakini vile vile ni vema hata wakubwa wa mahakama, muhimili wa mahakama wakaelewa, ni vema waangalie kesi hii, je, inavyokwenda ndivyo? Amri zote zilizotoka hizi na uvunjifu mkubwa wa sheria ambao tumefanyiwa kama chama, je, jaji mkuu unaona? Jaji mkuu unaona? Kwa sababu tumejitahidi, tumevumilia, tumeweza kuwazuia watu wetu, lakini tunasema kwamba madhari tunatakiwa tuheshimu katiba ya nchi yetu na sheria za nchi yetu, na mahakama ya rufaa ina uwezo wa kupitia majarada kama haya na kuangalia kila kitu ambacho kilifanyika katika mahakama kwenye kesi za Chadema kama kilikuwa sahihi. Ni wakati mwafaka wa jaji mkuu kuyaitisha mafaili haya yote ambayo yanahusiana na kesi ya Chadema na kuleta mahakama ya rufaa, ili mahakama ya rufaa iweze kuangalia uhalali na usheria wa hizo nani wa wale maamuzi yote ambayo yalifanyika, na mwisho wa siku mwongozo sahihi uweze kupatikana. Asanteni sana. Kwa hivyo unaendelea kama kawaida yetu, ni kwamba shughuli za chama zinaendelea, hakuna zuio, tunafanya kazi zetu. Yeye ambaye anaona kwamba sisi tumemkosea, kwamba tumemkosea, aje mahakamani tukutane, lakini sisi tunasema tuko sahihi. Ndio tafsiri yetu, kutokana na jinsi ambavyo nini tumetafsiri sheria inavyosema, na tunapenda kuwa waaminifu kwa sheria, na madhali tu waaminifu kwa sheria na wanyofu wa sheria, basi chama hiki kichukuliwe hivyo. Ni chama chenye unyofu mkuu na utiifu mkuu wa sheria, na amri miezi 6 kiliitii, na hata kiongeza tena mwezi mwingine wa 7. Tumesema kuanzia nini tarehe 20 ngapi, 23 ya mwezi wa kwanza ndio tukatoa tamko letu rasmi. Baadaye tumekaa, lakini hao watu wa nini wanaendelea kufanya nini, kutuchokonoa. Sasa sisi kwa kweli tunapenda kwamba wanachama wasijione wanyonge, watekeleze shughuli zao, wajue kwamba wao ni wanachama wa chama bora kabisa katika historia ya nchi, chama ambacho kina nia ya dhati ya kuleta mfumo mzuri wa nini wa utawala katika nchi yetu hii, na ni chama ambacho Watanzania wote wameweka imani yao kwake, na ambacho kitawavusha na kuwafikisha katika nchi ya ahadi. Asanteni sana.